za Zingiziwa. Kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Target na nia na mazumuni ni hamasa yetu kuhamasisha wana Simba tujitokeze kwa wingi, tukate tiketi kwa wingi kwa ajili ya kwenda kuisupport timu yetu. Kwa kweli nimefarijika na uwezo kuamini pamoja mimi kwamba nimezaliwa miaka mingi sana ndani ya Dar es Salaam, hii ndo mara ya kwanza mimi kufika maeneo haya. Kwa kweli kuna kitu ambacho nilichojiona wanazingiziwa mimi wameni surprise, yani sikutegemea na wala sikuamini. Unakutana na watu yani wanakushangaa pasi milioni, yani hakuamini kwamba pasi milioni labda anaweza akaja labda huku kwa wanazingiziwa. Kwa kweli mimi nimefarijika, nimefurahi sana. Kumbe Zingiziwa nako Simba wapo wengi mno. Kwa kweli nimefarijika sana. Kuna kitu wamenijengea yani kana kwamba mimi watazidi kunipele confidence ya kuendelea ya kuhesabu ile mipasi yangu. Wanazingiziwa big up sana. Kwa kweli nimefarijika, nimefurahi. Na ilipo Simba na sisi tupo, kwa kweli nimefurahi sana. Lakini kama hivyo chagizo tukutane Benjamin William Mkapa, hilo ndo chagizo letu kubwa sana na tukate tiketi kwa wingi. Kwanza nawashukuru sana viongozi wangu kwa kiingilio kimekuwa rafiki. Kwa mwana Simba nitamshangaa atakayebaki huko Zingiziwa. Naona makundi yako mengi anaweza akajitoa huko akajileta kule kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Naona huko Zingiziwa yupo ile Kaniki, nafikiri Selemani Kaniki ndio pande zake. Anaweza naye mheshimiwa diwani kitu kama hivi akatoa gari zake 6-7 akawaleta wananchi ndani ya Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kuisupport timu yetu ya Simba Sports. Bro, nimefurahi mno, nimefurahi sana kaka. Bwana, tuzungumzie hili. Wakati tunakuja huku maeneo ya Zingiziwa, majirani zenu bwana wameachia jezi yao mpya ya michuano ya kimataifa. Umeuona mtoko mzee wangu? Nisiwe mnafiki, sijaiona lakini na uhakika haitozidi yetu. Na uhakika haitozidi yetu. Kweli? Na uhakika haitozidi yetu. Kwa nini nasema hivyo? Yetu inatengenezwa, kwanza watengeneza jezi ni Diadora. Yetu sisi watengeneza jezi ni Diadora. Wazamini wetu ni Jerut. Kwa hiyo na uhakika kabisa, sidhani yani na uhakika watu izidi yetu tutakaitoa. Simple tu hapo. Ya kwanza. Hii ya kwanza? Okay, nimeiona. Ya pili nimeiona. Ile nyeusi nimeona hii ya kijani. Na kwanza ya kijani. Nimeiona kijani. Umeiona na hii? Nimeona mistari. Nimeiona. Vipi unazionaje mzee? Hizi mimi nahisi kama Chama cha Mapinduzi ndio sare yao ya ushindi wa chama chao. Navyohisi lakini. So dhambi kuhisi. Nimehisi lakini. Nahisi kama za Chama cha Mapinduzi baada ya ushindi wao. Navyohisi kwa sababu nikiangalia mbona kama sio jezi. Nini sasa? Kama vazi la yani kama watu wameshinda labda tukio fulani hivi ndo wanakuwa na vaa. Yani ninavyohisi, nilivyoiangalia kijana, sijajua hiyo nyeusi na ikoje. Lakini nilivyoona hii ndio hivyo. Kwa kweli awali yote kama nilivyokuambia, sisi tuna Diadora. Tuna Diadora, tuna Jerut. Wengi wanazifananisha jezi hizi. Umeona ile nilokuonesha ya kwanza? Iangalie kwanza hiyo nyeusi. Nataka tupate dhambi. Wanataka tupate dhambi, yani tutasema ukweli afu tutapata dhambi. Msema ule ukweli unaotaka. Bado hajanishawishi. Unajua mimi mamangu uko upande wa pili. Mamangu uko upande wa pili. Sasa hapo sijui hata nimchukulie ipi. Hamna yenye kumvutia mamangu hata moja. Ile ya kwanza wanaichambua, wanasema kwa ile rangi ya njano wanasema inafanana na Melody Sundowns. Kwa hiyo wao sasa wataanza kufananisha na timu zingine. Sisi tushatoka huko, tukitoa chetu. Yaani kwamba ufanane nayo, ufanane nayo. Wengine watu wanaichambua inafanana na tikiti. Mama yangu wewe. Nilikwambia wewe unataka unitie dhambi mimi. Mimi nimesoma zile comment za watu. Tuyaache bwana, rafiki yangu wao mezali wao wametoa zao wenyewe, kama watavaa haya. Hiyo watajua wenyewe. Kama watavaa hizo sawa, lakini mimi na imani tutakazotoa sisi zitakuwa na quality nzuri kuliko hizi nilizosema. Bwana. Wewe ulijuaje? Mimi nimesoma. Tikiti liko hivi kweli. Toba. Angalia hiyo video, umeiona kwenye kola hiyo. Inaoshuka. Hatari. Mimi nafikiri wangemrudisha yule aliyokuwa na design siku zile. Walikuwa naye kipindi kile. Nafikiri huyu sasa hivi huyu sasa hii kola mbona kama hii kola form 6 Tuchambue.
bana mtanitia dhambi. Maneno hapo. Tuiache hivyo hivyo. Unaweza ukasema sana ukapata dhambi. Mimi kule nao rafiki zangu naye mheshimiwa Baba Aziza Ridhiwani Kikwete sio baba yangu. Sasa kiona tena nikianza hivi. Alitoa sare za chama. Yaani ile sare aliyotoa nzuri ujue. Kwa nini wasikopi hata kwake? Hii angalia. Nimeona ile kola ile. Hii kola hii ya kijani, Kola mbona imekuwa hivi, ile form 6 yake imekuwa hivi. Unajua form 6 inakuwa na vifungo hivi. Sasa ile kifungo haina afu ina ile kola ya vifungo. Designer pale amebugi. Bora tele kola angeng'oa. Kwa namna ambavyo unafikiri sasa. Ukichukua kitengo cha Yanga ambao wanahusika na utengenezaji wa jezi na kitengo cha Simba kwa msimu huu kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia vile vile japo za Simba hazijaonekana kwenye michuano ya kimataifa. Tunaona kama mmewapiga bao la mbali. Na ndio maana sisi Simba kwanza nashukuru sana viongozi wangu. Sisi Simba tumemchukua Jairuti. Tumemchukua nani? Jairuti ajalizika. Kamleta Diadoro. Mimi mwenyewe nimevaa kiatu cha Diadoro juu. Si hapa. Na kweli bwana kimeandikwa Diadoro. Umeona Diadoro? Umeelewa? Unapovaa kitu cha Diadoro. Kwanza hadi watoe kitu utakachovaa wewe. Kwa haraka kuna jopo la watu 56. Yaani wale 56 inaenda kwa huyu. Inaenda Chapesa. Inaenda wangu wale sinaenda CMTV inaenda kwa nani? Yaani wadi wote wakikaa katika wale 50 kadhaa wale wanaangalia pale, wanaangalia wengi wapi. Ndio inavyokuwa, ndio jezi sisi mpaka inakuja inatoka. Bro, jezi yetu sisi kama utaiona ikitoka utakuja mwenye kuniambia bwana pasi milioni ulichokisema kiko sahihi. Hiyo ndio sifa kwanza ya viongozi wangu, kitu ambacho walichokiplan. Yani kitendo cha kuwahi mapema kumtafuta Jairuti yeye akajiongeza akaenda kuwachukua Diadoro. Watekelezea watu watekelezea timu za Europe ujue Diadoro. Sasa haya hii wewe umenionyesha sasa hivi. Katengeneza nani? Yanga mule kuna vitengo vyao wameka. Bro, utantia dhambi bro. Wiki inayokuja naenda kanisani mimi. Mungu anataka nijalie nitimize miaka 13 na miezi 6 na Jumapili 3 bila kukosa hata Jumapili moja. Kwa hiyo tuna taratibu sisi Jumamosi kwenda kuungama. Sasa tusongee sana ile tupi zao hizi bado wamrudishe yule aliyotoka. Bro yule aliyotoka unajua alikuwa anatengeneza jezi, yani unaona kabisa jezi. Kumbe nilikuwa naona jezi zao ziko kipindi wako na yule. Kidogo watu wanavaa wengi. Wewe umeona sasa hivi matokeo yake imekuwa kununua moja, hii nyingine naye bure. Ukinunua hii moja. Alafu hii yenyewe unanunua lakini sio bei ile. Hii Tereza. Alafu na moja sasa ile inakuwa sio fair. Watengeneze kitu ambacho watu wanunue. Wana watu ambao wanapenda kununua jezi zao, watengeneze quality ya ukweli, watafute kampuni ya ukweli yeye itengeneze vitu vyao, watu watanunua. Unjue kule nako watu wewe nao hapo wanapenda timu yao, wapo watu wanapenda timu yao, watanunua kama kitu kizuri. Unjue miaka sasa hivi imebadilika. Kitu ambacho sio kizuri watu wanakuambia hichi kitu hapana. Watu wanunue. Vipi wanaskani hiyo? Unataka unaona yale alikwambia utanitia dhambi bwana. Kumbe uskani huko. Toba ilahi. Barabara chei. Shukrani sana kaka. Pamoja kichwa